Fundisha Kiswahili darasa la 10. Mada yetu ya leo ni mada karibu ya mwisho kabisa, mada ya kamusi. Na hisi hili neno sio geni. Wewe mnalijua kamusi. Nini maana ya kamusi? Nini maana ya kamusi? Kamusi ni kitabu chenye maneno yaliyopangiliwa kwa alfabeti. Maneno yaliyopangiliwa kwa alfabeti. Kila mjaribu mwingine maana ya kamusi ndio hiyo tu. Kamusi ni kitabu cha maneno chenye kupangwa yale maneno yaliyopangwa kialfabeti yaliyotolewa ufafanuzi zaidi. Yaliyotolewa ufafanuzi. Umesikia kwa? Yule kasiko yake na mikono na kasiko yake na wengine. Kamusi nini maana ya kamusi? Kamusi ni kitabu kilichoandikwa maneno na kutolewa ufafanuzi. Na kutolewa ufafanuzi. Sawa. Kwa hiyo kwa ufupi tunasema kamusi ni kitabu kilichoandikwa maneno yake kwa njia ya alfabeti au tahania. Neno alfabeti inaitwa tahania. Na ala ya maneno haya yaliyopangwa tunayaita vidaizo ambavyo vimeozeshwa au kutiwa rangi. Ukiangalia kamusi tu ukifungua basi utaona kuna maneno kama kwa alfabeti au kwa tahania, halafu yameozeshwa au makamusi mengine yametiwa rangi na kutolewa ufafanuzi. Wengine husema kutolewa maana. Kutolewa maana, kutolewa ufafanuzi ni mambo tofauti. Ufafanuzi kwa sababu neno linafafanuliwa kuanzia lilivyo mpaka mwisho, tena tunatoa tafsiri yake. Kwa mfano, tunaposema neno mwanafunzi, neno dogo tu. Kwa hivyo mwanafunzi, kwanza tuone inatamkwa je, ni mwanafunzi. Kwa hapo tunaangalia matamshi. Barabara, matamshi. Hatua ya kwanza inakuwa ni matamshi. Huu ni ufafanuzi wenyewe, matamshi. Halafu tunaangalia hili neno liko katika nomino, ni kitenzi, kiwakilishi ni kitu gani? Kama ni kitenzi tunaandika T. Kama ni nomino tunaandika NA. Tumesema neno mwanafunzi. Mwanafunzi ni neno ambalo tunaweza tukakuta kwenye kamusi, mwanafunzi. Kwa hivyo hapa kwanza kabisa tunaweka alama hii kuonyesha kwamba hapa sasa tunaingia kwenye matamshi. Nini tamkwaje? Bado tamkwa hivyo. Ukiangalia nilipoandika utaona sikuzigandanisha hizi herufi. Kila mmoja iko peke yake. Mwanafunzi. Ni aina gani ya neno? Tunasema hii ni nomino. Kwa tunaweka NN kwa maana ya nomino. NN kwa maana ya nomino. Tunaangalia katika ngeli. Mwanafunzi anaingia katika ngeli gani? Ningesema ngeli inakusudia ule mmoja na wingi wa nomino. Umefanana? Hiyo ndio ngeli yenyewe. Na sio ngeli nyingi tu hizo. Si tunazijua kuna ngeli ya hawa na nyingine hizi na nyingine hivi na nyingine yuawa na nyingine hizi. Sawa? Kwa hiyo hapa tunaangalia ngeli. Je, huyu mwanafunzi anaingia katika ngeli gani? Katika ile tunataja ngeli ya hawa. Ngeli ya hawa. Baraka anakula, wanakula. Mwanafunzi anasikiliza, wanasikiliza. Umefahamiana? Ndio ngeli ya hawa. Sawa. Lakini katika umoja na wingi kuna kitu kingine. Zamani ilikuwa kuna kitu kinaitwa wamiki wa mfano.
hicho nacho vile vile kinaelezea habari ya umoja na wingi, lakini hatuingizi katika utendaji. Anakula mtu watu, barabara, mti miti, kiti viti, ni hivyo tu, hakuna utendaji. Lakini baadaye katoka kaja hii ngeli hii ya kimamboleo, ngeli ya awa. Tukishafika hapa tunafafanua neno mwanafunzi. Hatujui maana neno mwanafunzi na tunafafanua. Kwa hiyo tunakuja zetu kufika hapa sasa, tunafanya nini? Sasa hapa ndio tunaanza kutoa hiyo fasiri au tafsiri au definition ya huyo mwanafunzi. Hebu tuseme mwanafunzi ni nani? Mwanafunzi ni nani? Tuambie mwanafunzi ni nani? Ni mtu ambaye anasomea kitu. Anasoma. Mtu ambaye anasoma kitu atakuwa mwanafunzi. Sawa, tumekaa vizuri? Tuambie. Mwanafunzi ni mtu ambaye anasoma kitu kwa ajili fulani. Anasoma kwa ajili fulani. Tuseme kwa mfano, umekuta pana notes hapo ukutani zimeandikwa. Kwa hiyo ukisoma utakuwa mwanafunzi. Kwa sababu ndio haijakaa vizuri. Hebu tutafute. Mwanafunzi ni mtu ambaye anajifunza kitu kwa mtu fulani ili kuelewa. Anajifunza kitu kutoka kwa mtu fulani kwa njia tofauti. Nimekwambia na kwenda atakuwa mwanafunzi. Ina maana kasema kitu tulikaongezea. Anasoma kitu kutoka kwa tazama kuja kutoka mwalimu, kuja kutoka mkufunzi, barabara. Huyo hapa sasa kwa mwanafunzi. Ni mtu ambaye anajifunza au anafunzwa kitu na mtu maalum kwa ajili ya jambo fulani. Sasa huyo atakuwa ndo mwanafunzi. Umefahamu? Sasa katika kamusi halishi hapa tu kutoa matamshi, aina ya neno, wingi na umoja, lakini pia kuna vitu ndani ya kamusi, kuna istilahi zake za kikamusi. Kwa hivyo kitu kama hiki hapa mwanafunzi, hili tukiangalia kwenye kamusi ndio tunategemea tulikute limeandikwa kwa wino uliokoza au ilikuwa kwa rangi hasa. Sasa neno kama hilo linaitwa kidahizo. Linaitwa kidahizo. Kidahizo ni neno ndani ya kamusi ambalo limetolewa ufafanuzi wake. Neno ndani ya kamusi ambalo limetolewa ufafanuzi. Ndani ya kamusi unaweza kukuta maneno mengi, lakini hajatolewa ufafanuzi. Hilo lilotolewa ufafanuzi litakuwa kidahizo. Ni neno ndani ya kamusi na yesika mwanzo limekoseshwa na nini, alafu limetolewa ufafanuzi wake. Hicho ndio kidahizo. Sasa huo ufafanuzi wake baadaye kuna vitu vingine vinaweza vikafuata ili katika kutafuta huo ufafanuzi wa hicho kidahizo chenyewe. Kwa mfano, baada ya kidahizo chenyewe kuna kitu kinaitwa, tunaweza kupata kitu kinaitwa kibadala. Kibadala ni nini? Kibadala ni neno ambalo lina maana moja na kidahizo. Linaweza kutofautiana kiuandishi pengine na kimatamshi, lakini neno ndo lile lile. Limetofautiana pengine moja tu. Kwa mfano tunaposema ghorofa. Wengine huitaje? Wengine huita ghorofa. Wengine huita ghorofa. Wengine huita nini? Ghorofa. Ndio kitu kile. Wametafuta pengine kwa silabi au herufi moja basi. Hapa huyu
kaiondoa G, kaiondoa herufi ya G, haipo, akasema ghorofa. Huyu yeye kaondosha nini huyu? H, haipo, kaweka ghorofa, lakini kwa maana ile ile ya ghorofa. Kwa hiyo kitu kama hicho inaitwa mbadala. Kuna neno hatibu, tunasema hatibu, kwa hiyo tunasema hatibu. Barabara, kwa hiyo hilo moja. Nipangana vizuri. Hicho ni kibadala. Kibadala ni tofauti na kisawe. Usije tukasema kisawe. Kisawe ni kitu kingine. Kwa hivyo kibadala ni neno ambalo linatofautiana pengine kwa herufi moja tu na kidahizo chenyewe, lakini maana inakuwa ndio ile. Inatofautiana kwa nini? Kwa herufi. Sio kwa herufi pengine na matamshi. Herufi pengine na matamshi. Barabara. Lakini tuangalie kisawe, sisi tukachanganya mama. Kisawe. Kisawe ni kitu gani? Kisawe ni neno ambalo lina maana sawa sawa na kidahizo. Lina maana sawa sawa na kidahizo, isipokuwa limetofautiana kiuandishi na kimatamshi. Linaandikwa vingine na tamkwa vingine, tofauti na kile kidahizo chenyewe. Hicho kitakuwa ni kisawe. Tumefahamana vizuri? Kwa hivyo, huyu mwanafunzi kama ana kisawe chake, tutakwenda kumwekea jina jingine la mwanafunzi. Jina jingine la mwanafunzi jina gani? Mwanafunzi jina jingine tunamwita msomi. Sawa. Kwa hivyo msomi sasa itakuwa ni kisawe. Kwa mfano, tuna neno fika au kufika. Neno kufika au neno fika, kwa sababu kwenye kamusi vitu kama hivi kuu hatuviingizi kwenye kitenzi. Tunachukua neno lenyewe. Sasa huwezi kutafuta kamusi kutafuta neno kucheka, maana yake nini? Kulikoti. Kuimba, maana yake nini? Kulikoti. Na kuimba, cheka, fika, ndio maneno yenyewe tutakuta kwenye kidahizo. Amen. Kwa hiyo hapa naangalia neno fika. Fika, neno jingine tunaweza kusema ni wasili. Amen. Wasili. Wasili. Kwa hivyo fika kisawe chake ni wasili. Kwa hivyo hiki ni kisawe. Maana ndio ile ile moja. Maana ile ile moja. Wametofautiana kiuandishi na kimatamshi. Tofauti na kibadala. Nafikiri hapa mfahamu. Tofauti baina ya kibadala na kisawe. Ni vitu tofauti. Kidahizo ni kitu kingine. Kibadala kitu kingine. Kisawe ni kitu kingine. Lakini kibadala na kisawe vyote vinamfafanua huyu kidahizo. Na vitu vyote hivyo vinafafanua kidahizo. Na ili tupate tafsiri sahihi ya neno, tupate tafsiri sahihi ya neno, tufanye nini? Hapo itabidi tupate sifa bainifu. Sifa ambayo kitu kingine chochote hakina sifa kama hiyo. Hapo ndio tutapata sifa bainifu. Kwa mfano tunaposema ng'ombe. Ng'ombe, huyu ng'ombe, sisi tunajua. Sasa kuna mtu anatoka maeneo ya mbali sana, hata anakuisha ng'ombe hamjui. Sasa umfahamishe ng'ombe mpaka amjue. Asije akaona punda akasema ng'ombe, asije akaona mbwa akasema ng'ombe. Je, ng'ombe sisi tunamjua ni nani? Hebu mfahamishe ng'ombe mpaka yule huyu ng'ombe, utaambia ng'ombe. Ng'ombe na mnyama ambaye ana miguu minne mirefu, kubwa, ana nundu. Kwa tafsiri hiyo, kwenye nundu hata kuangamia
tuweke vizuri. Haya, mwingine weke vizuri. Mimi nishatia hoja hiyo, atakuangalia basi. Ng'ombe. Ng'ombe. Mnyama ambaye ana miguu mirefu. Miguu mirefu. Kichwa kikubwa. Kichwa kikubwa. Yamo. Sasa huo mbio huo hauwajibiki sasa. Sasa kama kamuona kabla hajalia atamjua kwamba huyu ndio ng'ombe. Bado tutafsiria ng'ombe. Kulikuwa na kaileta lakini tufikisha mahala ikaonekana kama atakuwa ngamia. Yule kaleta mbio lakini sasa ukamuona mbio hauko. Ng'ombe ni mnyama ambaye ana miguu minne. Refu. Mkia mrefu. Ana nundu moja. Na wengine huota mapembe. Haya, tuulizane. Ngamia ana pembe hana? Sawa, sasa sifa bainifu. Nyati anayo mapembe. Nundu anayo hana? Nyati anayo nundu hana? Hana. Kwa kama nyati pembe anazo na ng'ombe anazo, lakini ng'ombe katoa nundu barabara. Sasa hapo sifa bainifu tumemtenganisha na ngamia, kwa sababu ngamia hana pembe. Tumemtofautisha na nyati. Nyati ana nundu. Kwa hiyo hapo sasa kidogo tukinisha na ng'ombe na sasa tutafahamika. Kama na swali. Leta swali. Kwenye ng'ombe. Ng'ombe. Ng'ombe wengine wanakuwa hawana nundu. Ndio wanasema ng'ombe wazee. Au watakuwa ng'ombe. Nzuri sana. Zee. Kuna ng'ombe wa aina ya zee. Hawana nundu. Je, wale wajeje? Wale watakuwaje? Na yeye ni ng'ombe au sio? Bado kuna sifa bainifu ya ng'ombe, tuitafute sasa. Sasa hiyo ndio namna ya kutoa fasili ya kitu. Unatafuta sifa bainifu, sifa ambayo kitu hicho hamna, kitu kingine hakina. Kwa mfano mbwa, usije dhana ya mbio, mbio sina nini. Hebu tumfasiri mbwa. Mbwa ni mnyama ikoje? Mbwa ni mnyama ambaye ana miguu minne, ana mkia wa saizi, kiasi, na mguu wake anaweza kufika karibia na magoti ya binadamu, na anakula nyama, na pia anavyolia ni tofauti na wanyama wengine. Ndio tumesema tusijadili. Tafuta sifa bainifu. Kama umejaribu sana nzuri sana. Mbwa mnyama ambaye ana miguu minne, anakula nyama, yake wa saizi, anafugwa kwa ajili ya ulinzi, na akitembea anaacha ulinzi. Bado kuna sifa moja ya mbwa. Mnyama mwingine yoyote hana sifa hiyo. Mpaka nini? anatingisha masikio. Sifa gani hiyo? Hakujui mkia. Hakujui hapo mjini. Hakujui. Kia wake kwa ndio utakuwa hivi. Hebu tuangalie pua yake. Pua yake iko hivi. Mara nyingi pua yake inakuwa nyeusi na inakuwa imani. Na akikuta kitu chako anatoka tu. Sawa? Kwa hivyo kuna kitu kingine katika Kiswahili basi.
Unapotoa fasili umejitahidi kuitoa vizuri, kwa maana kama fasili ila hizo usiingize ndani ya fasili unayoitia. Unapotoa definition yako au tafsiri yako ya neno, ilo ndio usiingize. Na shukuru kwa nyote mmekwenda, lakini hicho kinachojadiliwa hakuingiza ndani yake. Uliposema mbwa, yasema mbwa ni mbwa ambaye hapo itakuwa kusema kitu. Usiingize tena katika fasili. Tuendelee. Tumeona Israeli hivi. Hapa amepata kisawe. Halafu pia katika kamusi kuna kitu kingine kinaitwa kitomeo. Kitomeo. Kitomeo ni kitu gani? Pamoja na taarifa zake. Mwingine kitomeo ni neno linalotoa ufafanuzi zaidi wa kidahisi. Matumizi. Bado kwenye matumizi, kwa mfano andikwa neno wasili. Mwenye kamusi kaitafsiri mpaka kafikia pahala anaona bado haijafahamika. Kwa hivyo neno atalitumia katika matumizi. Atakuandikia kisentence kile tu, akuingizie na ile neno. Sasa pale kile kinachoongezwa pale kitakuwa ni kitomeo. Anatomea. Kutomea tunajua nyumba hapa inajengwa, inatiwa mtomo. Kwa hivyo ile kitu ya mtomo ndio kutomea. Kama hizo lazima ndio mtomo unajua. Kaangalia kwa kamusi sasa. Sasa hivi mimi sitori tena maana ya neno. Mkitoa hulijui nenda kwenye kamusi. Kwa sababu kama vile tunakuwa havipo kuangalia makamusi. Kwa hivyo kama mtomo hujui kaangalia. Kwa hivyo pia kuna kitu kinaitwa kitomeo. Ni neno linalotoa ufafanuzi na hizo kimatumizi. Neno hilo huandikwa likatumika, lakini kama ni sentence ndogo tu likaingizwa pale, kwa maana kwamba pale tunapata kitu chengine. Umefahamu? Ndio. Swala mpaka hapo. Je, kitomeo pia kinaweza kikawa na kisawe chake? Kitomeo? Kitomeo hakiwi na kisawe, kwa sababu kitomeo ni ile sentence yenyewe. Barabara. Kisawe anapewa huyu kidahizo. Umefahamu? Kwa mfano tumezungumza neno wasili. Kwa hivyo mheshimiwa atawasili saa 3 kamili. Mheshimiwa atawasili saa 3 kamili. Kwa maana atafika. Sasa hapa haya ni maelezo tu, hili sentence haitakuwa na kisawe hii. Kisawe anapewa huyu kidahizo. Umefahamu? Ukiangalia kamusi, kisawe aghlabu huwa kinawekwa mwisho. Kisawe kinawekwa wapi? Mwisho. Neno limetafsiriwa mpaka pia pahala kishamaliza anakuwekea alama hii homa na kidoto, anakwambia wasili. Anakwambia wasili. Kisha toa fasi ya neno fika. Fika kisha kupanua ni kitenzi gani sijui kinafanya hivi. Kisha maliza, lakini ana wasiwasi wa msomaji wake kama haifahamu. Kwa hivyo anamtolea kisawe chake, kwa sababu wengine pengine wanatumia neno wasili badala ya fika. Kwa hivyo anaweka koma na kidogo alafu andika wasili. Ukiangalia makamusi utakwenda kuiona hiyo hali. Haya makamusi yetu hayatoshi. Ni mawili tu, kwa hiyo kwa darasa zima itakuwa mtihani. Sasa tukitoka hapo kwenye kamusi kuna vitu mbalimbali. Vifupisho. Kuna vitu vinaitwa vifupisho. Vifupisho. Hii nataka kusema kwamba kila kamusi wanakuwa na vifupisho vyao.
wanakuwa na vifupisho vyao. Kuna kamusi la Kiswahili fasaha, kuna kamusi la Kiswahili sanifu. Yote ni makamusi ya Kiswahili, makamusi ya lugha moja, Kiswahili kwa Kiswahili, lakini kila mmoja anatumia vifupisho vyake. Tumefahamana vizuri? Hapa Zanzibar tuzungumze zaidi kamusi la Kiswahili fasaha ambalo limeandikwa hapa na wenyewe wa Zanzibar. Vifupisho hivyo ni kama vipi? Kwa mfano, tukiangalia aina za maneno. Aina za maneno, kuna nomino, kisarufi inaandikwa n peke yake. Kisarufi inaandika n, kwa maana nini? Nomino. Kwa hiyo huku inaandikwa n, nomino. Kuna kitenzi, kisarufi inaandikwa t. Kwa hiyo hata kwenye kamusi imeandikwa t vile vile, kwa maana ni kitenzi. Kuna kivumishi, kivumishi huko imeandikwa v na huko vile vile imeandikwa v. Kihusishi huko h na huko h. Kiingizi au kinini? Kiingizi au kitu gani? Kile kinachowekwa alama hii. Kiingizi au kihisishi. Kihisishi. Kwa hiyo kihisishi imeandikwa a, wakati kihusishi imeandikwa h, kihisishi imeandikwa i. Ili maana yake sije zikaingiliana hizi. Barabara. Kuna neno kwa mfano, kwa mfano au kama vile inaandikwa n v, kama vile. Kwa mfano inaandikwa k n. Hiyo ndo vifupisho. Baadhi ya vifupisho vinaweza kuonekana ndani ya kamusi. Kwa vifupisho kwa maana vijineno ambavyo vinafupisha lile neno lenyewe, kwa tunasema vifupisho. Aina za maneno zote zimeandikwa katika vifupisho vyake. Halafu kuna maneno mengine ya ziada, kwa mfano kama vile kuna neno tazi. Utalikuta kwenye kamusi imeandikwa tazi, maana yake ni tazama. Tazi maana yake tazama, imeandikwa TZ na kidogo. This maana yake tazama. Inafanyika vipi? Ila hizo inaweza katolewa hapa, isiwekwe maana, kisifafanuliwe, atakwambia tu tazi kitu fulani. Kwa mfano neno kwa mfano ghorofa, kisha kuwekea kila kitu hapa, matamshi na nini, lakini fasili hakupi, anakwambia tazama, tazama ghorofa. Ukienda kwenye ghorofa huko, ukitazama na ghorofa imetiwa fasili kikamili. Kwa hivyo hii inakuwa kila hizo kitu kama kawaida barabara, lakini hatuwezi fasili kwa sababu kuna neno kisawa chake huko ghorofa tayari sio kwa fasili. Kwa hiyo hapa anakuambia tazama ghorofa. Swala hapo. Mfano hiyo ghorofa imeandikwa tazi ghorofa. Sasa ukishaenda katika ghorofa inaweza ukasema kwamba inatoa maana ya ghorofa pia. Huko inatoa maana ya ghorofa kikamilifu. Unatoa ufafanuzi wote pamoja na maana ya ghorofa, lakini nyumba ilikuwa hivi na hivi na hivi, lakini ghorofa kisawa chake inaweza ikatoa na kisawe. Na tunaambia kisawa cha ghorofa. Kisawa cha ghorofa ni kisawe, sio kibadala. Kibadala zake sasa pale ghorofa ni sasa nataka kisawe. Jina jingine sasa. Na tumesema kisawe ni neno ambalo linakuwa na maana ile ile moja, tofautiana matamshi na kuandishi. Kwa hivyo kisawe cha ghorofa ni kitu gani? Mjengo. Mjengo. Mjengo maana yake liko kubwa sana hiyo.
Roshan. 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 Anasema Roshan. Mimi nimesema Roshan. Roshan. Yeye akasema Roshan. Sasa matamshi tu lakini ni Roshan. Hapa ukiangalia kuna mcheza huyo baini pale Roshan. Ndio ghorofa yenyewe. Kwa hivyo sasa Roshan itakuwa kisawa cha nini? Ghorofa, sio mjengo. Mjengo ni jumba lote kubwa, inaonekana hata sio la kwenda juu, lakini kwa vile ni kubwa, pana mjengo kutoka hapa mpaka kule, mjengo sawa. Lakini kwa kiwango cha form 2 inatosha kabisa. Aina za kamusi hatutari hizo, nategemea mlizopata mlipokuwa form 1. Kwa hivyo hapa inatosha. Asanteni sana kwa wanangu. Wanafunzi, asanteni sana. Mimi hapa jina langu Rashid Abdurai, ni mwalimu wa somo la Kiswahili. Mwalimu wa Kiswahili, mwalimu wa somo la Kiswahili. Nimewasomesha wanafunzi wa KVU darasa la 10 mada ya kamusi. Kwa hiyo nawaomba wananchi wote waingie kwenye YouTube, kwenye mtandao wa SkyView, waendelee kusoma yale mambo mengineyo, na kama kuna hoja wanaweza wakaja wakazitoa. Asanteni sana.